Kuelekea kumaliza mwaka 2025, Force News inakwenda kufanya mahojiano maalum na mchambuzi wa masuala ya siasa za Afrika na duniani. Kikwete alikuwa anaamini juu ya suala la diplomasia, wakarudi wakaamua kumbe siasa unaweza kupata unachokitaka bila kutumia hiyo migogoro. Mwanasiasa mkongwe Mzee Said Miraj: tunahitaji viongozi wa moto watakao kwenda na ajenda ya moto. Mwaka huu umekuwa na hekaheka nyingi, mwaka wa kisiasa. Kila chama kilichokuwa na nguvu kubwa ya kupambana na CCM ndio kiliungwa mkono na wananchi kama chama kikuu cha upinzani. Samia amekuja ana mix, anataka kutumia nguvu kubwa ya resources za ndani bila ya kudharau mahusiano ya kidiplomasia. Aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba ndugu Humphrey Polepole aliibuka hivi katikati na kuanza kuiletea changamoto ama kuikosoa serikali ya CCM, serikali ambayo na yeye pia alikuwa ni sehemu ya mfumo huo. Kwanza si Polepole peke yake, wapo kina Mpina, Ndugai, kuna baadhi ya wazee wa CCM. Lakini hilo sio hoja ya msingi. Hoja ya msingi hapa ni vile taarifa zake zilizosambaa za kupotea kwake. Kwa ushahidi wa kimazingira wa maamuzi ya mahakama ni kwamba hayuko kwenye mikono ya dola, yaani kutekwa na watu wasiojulikana. Mbona haya mambo sio mapya? Lakini ni nini hatma ya aliyekuwa balozi huyo ndugu Humphrey Polepole? Wameshindwa kuithibitishia mahakama kama serikali ndiyo iliyomchukua Polepole. Kupitia Force News tunakuletea mahojiano haya yenye kusisimua mno, sio mahojiano ya kawaida. Mimi ni Wilberforce Ngoto.